Yes, mambo ni vipi? Mambo ni aje mtazamaji wa Kishai TV? David Mtongo langu jina hapa. Nimekuja kumtembelea mshikaji wangu hapa baada ya muda mwingi sana. Leo tumekutana napiga story mbili tatu na Campista David. Mshikaji wangu mambo vipi? Fresh. Safi kabisa. Chimbo jipya mshikaji wangu nilipata. Bwana sio mchezo. Kishai. Kishai katisha. Moto unawaka. Moto unawaka. Lete maneno mzee wangu. Ligi imechangamka mzee wangu. Ligi imechangamka na kuna mchaka sio mchezo, lakini bado Young Africans wameendelea kubonda mwingi. Wanaendelea pale ambapo waliishia msimu uliopita, regardless ya kwamba wanacheza, kuna nyakati ni kama hawachezi kwa mchezo ule wa kuvutia, lakini kitu cha msingi wameendelea kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo timu ambayo ina vinasaba na ubingwa mara zote huwa inapata matokeo mazuri regardless inacheza vipi, yani iwe inacheza vizuri ama inacheza vibaya, lakini unaona timu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga licha ya kupitia kipindi cha mpito cha performance isiyovutia, lakini unaona kabisa kwamba bado wanaonesha ni timu inayohitaji kutetea ubingwa wake. Alama 5 juu ya mtani wao wa jadi Simba Sports Club. Hii ina maana gani? 8 kwa sasa. Yes, kwa sababu wamecheza mchezo mmoja. Wamecheza yeye 8. Alama 8 Simba akiwa na kiporo kimoja. Wanasema unazungumzia unashika kile ulicho nacho. Yanga tayari wameshachukua zile 3 zile. Sasa Simba huwezi kuipa guarantee kwamba watachukua alama 3, kwamba gap itabakia kwa 5. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu Simba hajacheza, tofauti ya alama kati ya bingwa mtetezi na Simba ni alama 8. Pengine ni dalili tosha kwa Yanga ya ubingwa ukianza kunyemelea. Sema issue ni moja. Msimu huu unaona wapinzani wa Young Africans ambao ni Simba wameimarika. Tena wameimarika baada ya dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo hiyo inaninyima mamlaka ya kuwapa asilimia kubwa Yanga kuchukua ubingwa ama kutetea ubingwa msimu huu, kwa sababu tumeona namna ambavyo, unajua kwa misimu kadhaa iliyopita Yanga alikuwa anaidominate fixture ambayo ilikuwa inaamua pia ubingwa. Kwa mfano msimu uliopita fixture ambayo iliamua ubingwa wa msimu huo ni fixture ya Simba na Yanga. Yanga alichukua alama 6 dhidi ya Simba, na mechi ya mwisho kama unakumbuka finali tuseme ndio mechi ambayo iliamua bingwa. Lakini msimu huu unaona fixture baina ya hao wawili ya kwanza tayari imetoka pacha, au sio? Kwa hiyo na possibility ya Yanga kupata sare ama kupoteza bado ipo, kwa sababu bado wana mchezo dhidi ya Simba yenyewe, lakini pia bado wana mechi dhidi ya Azam ambayo itapigwa hivi karibuni. Kwa hiyo hizo ndo mechi ambazo baada ya kushuhudia hizo mechi mimi naweza kuja kuzungumza juu ya nafasi ama position ya Yanga ya moja kwa moja, lakini wana viashiria, japokuwa performance ya hivi karibuni kidogo imeanza kuzua milongono kwamba why na itaelekea mpaka lini. Unajua, kwa sababu uwezi ukao unacheza vibaya alafu unashinda kila siku. Kuna siku utacheza vibaya na utaadhibiwa. Kwa hiyo either kocha afanye mabadiliko ya haraka sana kuona namna gani ya kutumia wachezaji walionao, lakini pia Yanga wanapaswa kuomba dua ya kwamba wale wachezaji wao muhimu, mtu kama Pacome Zouzoua aweze kurejea kwenye afya yake, lakini pia viwango kwa baadhi ya wachezaji, mtu kama Max Nzengeli kidogo ameanza kurejea, Mudathiri aanze kurejea, ameanza kurejea, sio? Prince Dube ni kama ameanza kuwa kwenye, amekuwa ni mchezaji muhimu kwa sasa hivi, amekuwa na performance nzuri sana, lakini mtu kama Mudathiri, Max Nzengeli ni wachezaji ambao wamekuwa ndio nasema kwamba ndio msingi wa Yanga iliyo bora. Kwa hiyo iwapo hao wachezaji watarejea kwenye kiwango chao, basi utaiona Yanga na flow vizuri, lakini kwa sasa hivi mtu kama Djigui Diarra ndo amekuwa ndo kila kitu, mtu kama Duke Abuya, Ibrahim Baka bado, au sio bwana? Ndio maana unaona wakati mwingine anacheza rafu za ovyo ovyo na vitu kama hivyo. Job ameumia, inawezekana msimu ndio kama umemalizika kwa upande wake, lakini bahati nzuri sana Bakari Nondo Mwamnyeto amerejea kwenye kiwango chake. Ndio maana unaona kwamba wakati mwingine unapokuwa na timu kubwa wanaumia wachezaji, lakini kuna watu wanakuja wanazima kama kawaida. Japokuwa nilikuwa na maswali kidogo juu ya matumizi ya wachezaji. Binafsi nimeanza kupata mashaka na kocha Pedro Goncalves, kwa sababu
naona unajua kocha mzuri ni yule kocha ambaye ana uwezo wa kuja kuboresha viwango vya wachezaji. Hakuna mwenye mashaka na ubora wa wachezaji ambao wamesajiliwa na Yanga, lakini kuna viwango kwa baadhi ya wachezaji vimeonekana kuwa vya kawaida, sio kawaida. Na nimetolea mfano kwamba kwa Yanga waliwahi kumpata mwalimu ambaye kwanza hatukuweza kuona tofauti wa madaraja ya mchezaji na mchezaji. Yaani unajua una timu labda una wachezaji 28 au 30. Obviously wachezaji hawezi kushabihiana ubora. Yaani kila mchezaji Mwenyezi Mungu amembariki vile ambavyo amembariki. Lakini kila mmoja anakuwa na mchango sawa kwenye timu. Sasa kocha pekee ambaye binafsi naweza kusema ya kwamba aliweza kukimudu kikosi cha Yanga ambacho kilikuwa na wachezaji tofauti, madaraja tofauti, alikuwa ni Nasreddine Nabi ambaye alikuwa na uwezo wa kumtumia Kibwana Shomari kwenye eneo la mbavu ya kushoto, lakini eneo ambalo mimi na wewe tulikuwa tunafahamu kabisa mchezaji bora kabisa kwenye mbavu ya kushoto alikuwa ni Hoislo Malisa. Sio? Unamuona Kibwana anaenda nazima na huoni tofauti baina ya hawa wachezaji wawili. The same uliona wakina Shoboy walikuwa wanacheza kwenye position, wakati mwingine Stefan Azizikia anakaa nje, wakina Zawadi Mauya walikuwa wanacheza. Ukiwatazama unaweza kusema kwamba sio wachezaji ambao wa daraja hilo, lakini bado ulikuwa unaona walikuwa na impact kwenye kikosi. Gamondi alikuja kutengeneza Yanga ya kuvutia zaidi, lakini alikuwa ashakutana na msingi ambao ulikuwa umeandaliwa na Nasreddine Nabi, sio? Lakini ndani ya kipindi kifupi tuliona namna ambavyo ni kocha ambaye alifanya Yanga kuwa ni hatari zaidi. Lakini ndani ya msimu mmoja vitu vilianza kubadilika. Sio? Sasa sijajua ilikuwa ni issue ya man management au ilikuwa ni issue ya maisha ya wachezaji. Kuna kitu ambacho kilikuwa kina miss kwenye msimu wa pili, ndio maana hakumaliza msimu. Lakini Nabi alikaa msimu wa kwanza, msimu wa pili, na ulikuwa unaona grafu za wachezaji viwango vinapanda. Unajua na timu yake ilikuwa itabiriki. Lakini sasa hivi ukiangalia Yanga ya Pedro inatabirika kuanzia kwenye upangaji wa kikosi. Unajua golini Jigi, kulia Izra, kushoto sasa hivi amejipata kwa upande wa Zimbwe, lakini angekuwa ni Nabi, Zimbwe na Boka wangekuwa wanacheza kwa michezo sio tofautiana sana au wanagawana dakika. Sio? Kati kuna Asinki yupo. Sio? Kuna Job, kuna Mwamnyeto. Alafu akina Ninja wale watoto wadogo wale. Alafu bado mtu kama Baka, lakini pia kuna huyu Azizi Adabwile, sio? Kuna nyakati alikuwa anamchezesha kama central defender, sio? Kwa hiyo Nabi alikuwa ana uwezo wa kumanage ego za wachezaji. Kila mmoja alikuwa anajiona ana thamani kwenye kikosi. Tofauti na Pedro. Nadhani inawezekana ni ugeni wake, bado anahitaji muda, lakini sasa unaona athari za moja kwa moja. Binafsi naziona kwamba timu inatabirika sasa hivi. Unajua Duke Damaro. Sio vizuri. Depu Dube wanaweza kuanza pamoja, sio? Juzi nikaona akamwacha Depu. Unajua kwenye flanks unaona yani timu inatabirika kusema ukweli kwa sasa hivi. Kampista, sio swala la pressure, mwalimu anaogopa pressure ndio maana anatumia wale wachezaji wake ambao ni bora zaidi kwenye timu. Yanga ni timu ya pressure brother. Yaani kocha ambaye anafundisha timu za Kariakoo, yani maisha yake siku zote ni maisha ya pressure. Kwa hiyo hilo hawezi kulikwepa. Ni yeye kujiandaa kwa sababu unakula mshahara mkubwa, kwa sababu unapaswa kukabiliana na hiyo pressure. Kwa hiyo Pedro Gonçalves, yani issue ya pressure viongozi wasemeje? Kwa kina engineers, yani watu ambao kila siku wanaishi kwa pressure ni wale ambao watu wanawatazama kila siku wape furaha. Unajua hamna kazi ngumu kama kumpatia mtu furaha kila kitu. Kwa hiyo viongozi wa Young Africans au Simba Sports ni viongozi ambao always wao wanaishi kwa pressure, kwa sababu wanaongoza klabu ambazo zina mashabiki ambao wao siku zote hawajui tafsiri ya neno kushindwa. Na ndio tamaduni wa hizo club. Kwa hiyo lazima waendelee kuishi kwenye hayo maisha. Kwa hiyo hata mwalimu unapokuja kujiunga na hizo club, maisha ya pressure yani ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo Pedro hapaswi kuogopa ama kuhofia hiyo pressure ambayo anaipata. Cha msingi ni yeye kufanyia kazi changamoto za kiufundi kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia wachezaji wanapaswa kumbeba mwalimu. Unajua kuna nyakati tunazungumzia issue ya walimu, lakini pia nilikuwa nafuatilia mazungumzo ya Gareth Bale
hivi majuzi, jana au juzi, alikuwa anazungumzia issue ya Zinedine Zidane. Anasema kwamba Zidane alikuwa anatumia asilimia chache sana kufundisha masuala ya kiufundi. Muda mwingi alikuwa anazungumzia masuala ya ufanisi wa kutumia nafasi na nini, lakini hakuwa anafanya vitu vingi sana. Alikuwa anaamini wachezaji alionao wana uwezo mkubwa, kwa na kweli walikuwa na enjoy chini yake, sio mambo mengi. Kwa hiyo hata Pedro kibongobongo, Yanga ndio timu ambayo ni bora kabisa hivi sasa. Ina wachezaji wengi wazuri, ina wachezaji washindi, sio? Ndugu yangu, unamwona Azizi Kindamba, mwananchi yule pale. Lakini sasa hivi anaishi roho juu juu. Lakini kusema kweli ni kwamba wana wachezaji wengi wazuri, lakini kuipata timu nzuri ndio imekuwa ni changamoto kwa upande wake. So na bahati mbaya tunafahamu timu za Kariakoo hususan Yanga, maamuzi magumu wao wala sio story sana. Wana uwezo wa kubadili kocha kadi ambavyo wanaona kwamba huyu tunaenda nayo atufikishi kule hapa tunataka kwenda, sio? Kwa hiyo Engineer Hersi na wenzake huwa wana maamuzi magumu, lakini huwa wanafanya tathmini. Wakiona ni kocha ambaye anaweza kuwafanya wakaishi kwa mashaka, wanaweza kufanya maamuzi yoyote, lakini nampa nafasi ya kujiuliza, sababu cha msingi anachopaswa ni kushinda mechi zake, na nadhani tutakwenda kumpimia sasa kwenye mechi dhidi ya Azam. Japokuwa alifunga kule Mapinduzi, lakini kwa tabu sana yani Azam unajua alifungwa kwa mikojo wa penalty kwa shida mno. Lakini kuko na excuse, maana sijui wachezaji wako kwenye AFCON au sio, lakini hii ndio mechi ambayo mimi binafsi, mechi ya Yanga na Azam ndio ambayo inaweza kutupa tafsiri ya namna ambavyo Young Africans watakuwa wanamtazama kocha Pedro. Ninaamini kwa sababu hizo ndio mechi ambazo ukiangalia zile mechi zenye uzani wa juu zimekuwa zikimsumbua sana. Kuanzia kwenye Champions League unaona kuna vitu fulani vilikuwa unaona haviko sawa. Sasa mechi zile kubwa zinamsumbua. Kwa hiyo ninaamini baada ya mechi ya Simba ambayo ndio kwa Yanga msimu ilikuwa ni mechi mbaya zaidi kuwahi kuishuhudia. Yaani mechi sijawahi kuiona Yanga ikicheza vibaya kwenye mchezo wa dabi kama mchezo uliopigwa kule New Amani Complex. Anapaswa kujitafakari na kufanyia kazi mapungufu ili mwisho wa siku apate ubora wa kila mchezaji na awe na plani nzuri kwa kila mchezo ili aendelee kuwashawishi viongozi, sababu viongozi wao wanaamini wamesajili. Kuna baadhi ya wachezaji nadhani yeye mwenyewe alihusika, kina Depwa, kina Buba, sio? Kwa hiyo kama atashindwa anaweza akapata matokeo mazuri, lakini kama aina ya mchezo ndio utakuwa ni ule walioonyesha dhidi ya Simba Sports, kusema ukweli naamini viongozi wa Yanga wamekuwa na maamuzi ya kikatili. Hawacheki tamusi. Unajua wale Hersi na Arafat. Wale wenyewe siku zote wanataka chaka. Leo wanasimangwa wiki nzima. Timu imecheza pira la ajabu kule visualize. Wakina Kamwe wanakosa cha kuongea. Picha zile za kubandika kwenye mabango zinakosekana. Sasa hivi Simba kwenye mitandao ya kijamii picha mnato zile za rabi ndio zinatawala, au sio? Yanga wanakosa wabaki na picha mbili tu, si mbili tatu. Sio maisha yao Yanga. Sasa kampista hapo alipogusia kuhusu hiyo dabi. Bodi ya ligi leo imetoa taarifa za baadhi ya wachezaji kufungiwa na marefali waliocheza mchezo ule. Moja ya marefali husika na adhabu ile ni Panga, maamuzi wa pembeni. Marefali pia wakikumbwa na iko kimbunga. Maamuzi wa pembeni Kasim Panga na akihusika kwenye adhabu hiyo. Ikisemekana lile goli alilolikataa kuwa ni goli halali. Kwa kuwe binafsi unaona ni goli halali au Kasim Panga alikuwa sawa? Sasa sisi tuna faida ya picha za marejeo. Yaani tunapata nafasi ya kureview ama kupitia kwa mara ya pili na kujiridhisha kwamba ni maamuzi sahihi ama sio sahihi. Na binafsi mimi naona kamati kuna wakati huwa inafanya maamuzi kwa ajili ya kuridhisha yani hizi timu bana. Kuna nyakati unajua, kwa sababu sio yeye peke yake na maamuzi mwingine nadhani ni line 2 anaitwa huyu unamtaja ni Kasim Mpanga, lakini pia Hamdan Said kutoka Mtwara, yeye kafungiwa miezi 3 lakini kwa Mpanga amefungiwa miezi 6. Sasa huyu Hamdan amefungiwa kwa kuua shambulizi la Yanga akiamini kwamba Prince Dube alikuwa kwenye eneo la kuotea. The same kwa Mpanga, ni issue ya Selemani Mwalimu. Sasa
sote tunakubaliana ya kwamba football inaendelea kukua na ukuaji wake unaleta mapinduzi mengi ya matumizi ya teknolojia. Huko Ulaya ambako tunasema wamepiga hatua, tukio la offside sasa hivi limekuwa likiamuliwa na VAR. Ni ngumu kutoa maamuzi ya moja kwa moja, hususan matukio yanavyokwenda kwa speed ya hali ya juu. Sasa kwenye eneo la offside, kama tunakubaliana kwamba hata sisi wenyewe tunapiga kelele hapa juu ya ujio wa VAR, sasa kama kamati inafikia hatua ya kuwafungia miezi 6 hadi miezi 3 waamuzi kwamba hawajafanya tafiti ya kutosha juu ya haya matukio ambayo yanaamuliwa kwa teknolojia kwa sasa hivi. Hii yani naweza kusema kwamba haya ni maamuzi ya kikatili na ni maamuzi ambayo kuna nyakati naweza kusema kwamba ni ya kihisia kwa ajili ya kuwafurahisha tu wa mapacha wa Kariakoo, kuona kwamba wametendea haki. Unajua wakati mwingine tusimame na hao waamuzi, wanajitahidi, wanafanya kazi nzuri sana. Wakati mwingine tunawatwisha mizigo ambayo hawastahili. Matukio ya offside kwangu mimi very trick. Uweze kumfungia mwamuzi, wewe mwenyewe nyewe watu wa kamati mnakwenda wataalamu, mnakwenda kureview kupitia mara ya pili picha mjongeo. Ndio mwanzo ilikuwa hivi kwa afu nakwenda kumfungia mtu. Mimi naweza kusema kwamba kwa mara ya kwanza, na sio mara ya kwanza, mara zote nabaki na upande wa waamuzi. Sababu waamuzi wanahitaji usaidizi wa teknolojia ili waweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama waamuzi wametendewa haki, na tena tukiamua sasa tuanze kupiga msako wa mechi kwa mechi, hatutabaki na waamuzi katika ligi yetu. Sasa kwenye haya maamuzi sheria ya offside. Mtukutu Bernard Morrison kaondoka, lakini kama utukutu wake kamwachia mshikaji wake mgana mwenzake Jonathan Soa. Mwamba kafungiwa, Simba wanapata tena adhabu, Sele Mwalimu anafungiwa. Pengine unaiona Simba namna gani? Simba ambao wanaenda kucheza na striker mmoja ambaye ni kijana mdogo kabisa Mwangosi. Unajua kitu kizuri ni kwamba kocha Steve Becker alituonyesha kitu cha tofauti kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Alicheza na false 9, Anseti Ora alicheza pale juu. Kwa hiyo mwalimu alikuja kuingia, Selemani Mwalimu aliingia kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu anaweza kutumia rasilimali alizonazo na kuapply mifumo ambayo inaweza kuaccommodate wachezaji walionao. Lakini kwangu mimi, kwa Jonathan Soa, nadhani anathibitisha kwamba inawezekana club zetu za ligi kuu zina bahati na wachezaji kutoka Ghana. Wakina Okra Magic, wakina Bernard Morrison na Soa, sio kwamba wana vipaji, lakini wameshindwa unajua unaweza kuwa na kipaji lakini ukikosa nidhamu, kipaji inakuwa ni kazi bure. So kwa Soa ni mchezaji mzuri, lakini yanayozungumzwa mengi dhidi yake ni issue ya kinidhamu. Kwa hiyo naweza kusema ya kwamba Simba Sports walijipiga risasi wao wenyewe, kwa sababu yani katika hali ya kawaida tu mahusiano walionao Yanga na Singida, si kwamba hata Simba hawako nayo, mahusiano mazuri walionao Yanga na Singida Black Stars. Kauli alizozitoa Jonathan Soa juu ya Engineer Hersi, sidhani kama huyu mchezaji asingekuwa Young Africans kabla ya kujiunga na Simba Sports. Yani ni mchezaji ambaye option yake ya kwanza ilikuwa ni kujiunga na Yanga. Lakini naamini viongozi wa Yanga walishapata taarifa zake. Kwa hiyo Simba, kwa sababu walikuwa wanaheka za hapa na pale na nini, wakajilipua wakamchukua. Lakini sitaki kuamini ya kwamba Soa timu ya kwanza ambayo ingeamua kusukuma kete yake, iwapo Yanga wangeingia kwenye conversation, Soa angekuwa anajiunga na Yanga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye inawezekana hana nidhamu, kitu ambacho nadhani kinakwenda kuwagharimu Simba Sports. Wametumia fedha nyingi, lakini inakwenda kuwagharimu pia uwanjani, kwa sababu ni mtu ambaye uwanjani anakupa zile numbers ambazo unazihitaji. Lakini sasa kama ni mchezaji ambaye anakosa nidhamu, obviously utakuwa utengenezi team. Sasa utakuwa unatengeneza mazingira kwa ajili ya kumaccommodate mtu ambaye hawezi kukitumikia kipaji chake kupitia nidhamu alionao na kuitengeneza timu kwa ujumbe. Acheni mambo yenu. Kuna nafasi unazitoa kwa wachezaji waje kukua. Lakini kwenye nyakati kama hizi unahitaji ubingwa, uweze kuniambia kwamba Simba waweze kumtegemea
Mwangosi pale juu. Hapana. Hapana. Anahitaji kupewa exposure, kupewa dakika. Lakini Simba inahitaji ubingwa seriously. Huwezi kumtegemea Mwangosi ese. Uwezako ana Depu sijui ana Dube. Mwangosi asipewe pressure hiyo, kusema kweli utampoteza mapema. System tumalizie. Mshikaji wangu, unaamini ndani ya ushirikina? Haya yanazungumzwa. Wewe binafsi unauamini? Hapana. Duchu bwana kafungiwa akisema ni za kishirikina. Football yetu. Umeiona ile? Football yetu. Si umeona hata kuna watu waingilia mlango sio wapi huko, si maisha ya wakati mwingine, si mind games chini, lakini kwangu mimi kwanza ni kitu ambacho tunapaswa kuwaambia wachezaji wetu wa Kitanzania. Unajua tumekuwa na kampeni pia ya kuwasupport vijana wetu, kuwapigania namna ambavyo wanaweza kupata platform kwenye hizo club kubwa, lakini pia hata maslahi yao. Lakini moja changamoto ni wao kutokuwa professional. Hebu niambie, kwa mara ya mwisho ulimsikia mchezaji wa kigeni akakubali kutumika kwenye matukio ya namna ile? Umemsikia Libase Gay pale? Hapana. Anicet Oura? Hapana. Inos Loemba? Hapana. Hawa watatu nawasikia. Wa kwanza ameshakabidhiwa ndinga na mdhamini Jeruti. Wawili tumeambiwa kwamba wataitwa kwenda kuchukua mandinga yao. Sio, umeelewa vizuri? Umesikia kwa Nixon Kibabage? Hapana. Kwa nini wachezaji wa kigeni wanaonekana kupewa thamani zaidi kuliko wachezaji wa kizao? Kwa baadhi. Sasa hivi kidogo naona kuna thamani imeanza kuongezeka. Watu wamepigana sana. Lakini pia wachezaji wetu wao wanakubali kuingia kwenye matukio ya hovyo. Kwa nini hajaingia pale mchezaji mwingine anaenda bwana mdogo Duchu, David Kameta? Kwa nini naye anakubali kutumia kwenye matukio ambayo sio vizuri? Kwa hiyo level ya professionalism ya wachezaji wetu, level ya professionalism kwa wachezaji wetu bado inabidi ikue. Wachezaji wasikubali na wao kutumia kwenye mambo ya hovyo na kuharibu taswira yao. Angesema anamtumeni Libase Gay pale naye akafanya mambo yake. Anicet Oura sijui Kletos Chama si mwenyeji anajua, kwa nini asimpe mwandamizi akanyunyize akae kama kinyamukera pale. Mwambie bwana Chama ndo akae kinyamukera fresh. Wewe Duchu afu ndo kwanza haizi kuwa upcoming, ameshindwa ku excel tu. Ni mchezaji wa muda mrefu, alipaswa kuchukua mikoba ya Kapombe, lakini kama anaanza kutuonyesha matukio kama yale, tafsiri yake ni kwamba kwenye kupigania namba vipi naye atakuwa anafanya mipango ile ashindane na Kapombe. Si wala vipi wala Duchu atuambie kama anaamini kwenye kunyunyiza namna ile, kuwa kama Kenyamukera. Vipi kwenye kupigania nafasi ya kucheza na Shomari Kapombe? Asikawa na yeye anaenda kunyunyiza namna ile. Sasa ifike hatua wachezaji wetu wakizawa na wenyewe wasikubali kutumia kwenye matukio ya hovyo kama yale. Yanamchafulia na yeye jina lake, taswira yake kwa ujumla, na sioni kama ina msingi wote. Sasa Kampesta, mimi nimemaliza, tumalize na challenge moja. Mimi nataka kunitabiria bingwa wako msimu huu na top 4 yako ipoje? Okay. Bingwa anaendelea kusalia Young Africans. Simba atamaliza nafasi ya pili. Azam namuona atamaliza nafasi ya 3 bila ajishikilie. Singida wangekuwa vizuri, wangekuwa watatu, lakini timu yao imevurugika sana, na hizi timu 4 ndizo ambazo zitakutuwakilisha msimu ujao kwenye ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho. Yanga ataendelea kuwa bingwa, Simba nafasi ya pili ata challenge, Azamu wa 3, Black Stars